Kwa hiyo msije mkalalamika kwamba ni kwa nini ulizaliwa Tanzania. Unajua saizi hapa inaweza kuwa huko nilipotoka huko ovyo ovyo tu. Na ukiangalia nyuma huko kwenye familia yenu hamna mtu ana chochote. Probably wewe you are the only person ambaye umesoma labda au una ufahamu uko nao. Na you don't see anything. Na unajiona sio wa thamani. Hivi vitu ambavyo mmekuwa mnavisikiliza hapa vinakujenga kukupa msingi. In the next 5, 10 years you'll be a millionaire ustaka. Na yote inaanzia hapa kichwani kwako. Kwa unapokuwa unaondoka hapa baadaye, ujue kabisa maisha yako mkononi mwako mwenyewe. What do you feed in your head? Mwaje kusikia story ya 5 wanaitwa manki watano. Walichukuliwa wakawekwa kwenye tent. Kwa mfano tukatafuta ngazi hapo, hivi steps kutoka kwenye na lift tuende kwa steps huko juu tukaziweke hao manki. Alafu juu baadaye walete ndizi. Manki wale wanapenda sana ndizi. Sasa kinachofanyika wakawatoa kwenye hiyo cage. Ndizi ziko pale. Lakini kuna cage. Huko juu kabisa ndizi zilipo kuna bomba. Kuna hose pipe kule ambayo ina maji baridi sana. Sasa kati ya wale manki watano ni mmoja ndio alikuwa libabe. Unajua yanakuaga hapo yanafanana na sisi, si ndio? Alafu huku nyuma mnajua wao yamepakaza nini, si ndio? Kwa hiyo lile libabe likaanza kwenda kutaka kula zile ndizi. Alipofika anataka kushika, wakamwagia yale maji ya baridi. Akadondoka chini. Hao wengine wanne hawana habari kumetokea nini, unaona tu. Ndizi ziko kule juu. Sasa si libabe, ndio? Kwa wengine wakatulia wanaliangalia, likaenda tena mara pili, maji chini. Mara ya tatu, basi hakutaka tena kwenda huko. Sasa hao wengine wale waliona wakasema kashiba huko. Kwa hiyo na sisi ni zamu yetu. Kila wakitaka kupanda linawashusha. Kila wakitaka kupanda linawashusha. Hao wanne hawana habari kwamba kuna maji ya baridi huko juu au na kwamba mwenzao kamwagiwa maji ya baridi. Kwa baadaye wote wale wanne wakaacha tena wakatulia. Sasa baadaye waliona huko tuli ndizi ziko pale, walichofanya wakaliondosha hilo lenyewe libabe. Sasa wakalitoa nje, wakamleta mangi mpya. Yule mangi mpya alipoingia mle ndani kakuta wenzake wametulia tu, wameshiba au kumbe ni zamu yake. Huyo mpya anataka kupanda, wale wanne wote wanamshusha. Na walipo kuna nini huko juu wanamshusha. Kwa hiyo zoezi likaendelea. Baadaye wale wanne wale waliokuwepo wakatolewa mmoja, akaja mgeni tena. Hivyo. Baadaye watano wote ni wapi? Sasa yule wa mwisho aliyekuja, maana wote hamna hata mmoja kaenda huko juu. Wote walikuwa wanashushwa na wanajua ndivyo ilivyo. Sasa yule watano aliyekuja kwa yuko curious sana kujua ni kwa nini amhangaiki. Wote wale wakasema hapa ndivyo ilivyo. That's the way it is. Naomba uondoke kwenye hiyo ambako umekulia wewe. Kumbukeni sisi wote hapa, amezungumza mwenzangu kwamba kalitoka kambegu kadogo hivi. Kati ya mbegu milioni 400. Ili uzaliwe wewe kama baba yako alikuwa yuko sawa sawa, haji mapombe, havuti masigara, sio mbivu, zile mbegu zilizofanya ukazaliwa wewe zilikuwa takriban milioni 400. Halafu Mungu akachukua moja ndio ya kwako. Kaenda tatu. Ukaanza kujitengeneza huko ndani. Alikuwa anazungumza hiyo spiritual kwa na mwanzo sio uko nayo sasa. Kwa hiyo ukajitengeneza baadaye ukakulia mle ndani ya tumbo ya mamako. Ukao unazunguka unakula bure. Akitaka kukupa chakula unapiga mateke. Watoto kitamasi kidume hiki si wakije huyu. Kwa unacheza kwenye ile kwa miezi 9. Umetoka huku ndani huoni chochote. Ukaikuta familia iko hapo. Mzee kafurahi kabisa. Umepata familia, mtoto wenyewe kidume wa kike ndio wewe. Wenzako milioni 300 plus Mungu aliwaacha akakutoa. He has
a reason na purpose ya kuweka wewe utoke. Kwa hiyo umezoea miezi 9 hapa, unaingia kwenye familia. Hii familia sasa wanaanza kukulea jinsi wanavyojua wao. Too much protection. Walikuwa wanakufeed, baadaye ukaanza kujifeed mwenyewe. Imeendelea hivyo mpaka ukajitambua, ukaanza kupeleka shule, lakini bado uko kwenye the same situation. Umemaliza shule zote mpaka degree. Kwa hiyo umetoka tumboni, umekulia hapa, and then unakuja sasa na dunia liko huko, ndo unakutana na kina Maganga huku, akina Diamond, Mashangingi yale aliyoshupa yako yote na kazi za ofisini wanaanza kukupangia, unaingia saa 2 unatoka saa 11. Hapa ndivyo ilivyo, this is the company policy, ndio dunia hii. Kwa na wewe unajaribu kule, ulikuwa umejifiti kwenye miezi 9, ukajifiti kwenye familia ya ajabu ambako you're not happy with. Mpaka unasema hivi, mama, kuna baadhi yenu mko marafiki na mama zenu. Hivyo muulize kwa nini asitembea na Baresa huyo? Ili ukazaliwa kwa Baresa. Kuna mmoja nimekutana naye, hampendi baba yake hata kumuona, hata kumsikia. Kisa mama yake alimwambia, baba yako nilikuwa na mimba, alinifanyia hivi, akanifanyia hivi. Kwa hiyo yeye akamchukia. Nikamwambia ndo baba peke yake uko naye, labda mama kama na baba mwingine anamwambia kuonesha. Sasa kitendo hicho kimemfanya anawachukia wanaume wote. Alikuwa anazungumza the spirit hiyo uko nayo. Kwa hiyo imeingia hiyo spirit ya baba yake. Kila kimwona mwanaume anafikiri ndio yeye. Na unaweza kuwa umekaa naye hivi mnakula, ghafla ile image ya babake ikatokea. Anaona tu. Unaona chakula anadondosha chini na glasi zake. This was simple na matunzo na. Kwa hiyo think about that. Kwa hiyo umekuwa kwenye cage. This is a cage 9 months. This is another cage. Halafu tena unaenda unafungiwa somewhere. Unatofautiana na wale mamanki sasa. That's the way it is. Kwa hao mnaowasikia wanafanikiwa, wanatoka hapo, wanakaa nje ya hii shift. They become themselves. Kwa wanakaa wanaangalia hii dunia sasa hivi ilivyo. Nifanyeje nipate ninavyotaka mimi? Kwa unatengeneza your own way, unatengeneza your own universe. Inatakiwa utengeneze dunia yako mwenyewe kichwani. That's what you see. Sasa wengi mnataka kupit in hapa. Ndio maana mlivyokuwa mnasoma huku sasa mkaambiwa ukipata GPA nzuri umeula. Soma na wewe. Zimekufikisha wapi? Maana kuna watu tukienda darasa la 7 ulifaulu peke yako. Form 4 straight A. 5 6 straight A. Chuo kikuu GPA hiyo. And then where are you now? Hii bongo huyu Magufuli huyu hapa. Kwa sababu you are struggling to fit in. Eti Tanzania ya viwanda ndio unasubiria. Wameshani shortlist unasubiria. Keep waiting, nothing comes the way. Amka utengeneze dunia yako mwenyewe of your own terms. Hao mnaowasikia, that's what they do. Watu wanaacha shule, hata kwa Tanzania hii, watu wameacha shule darasa la 7, darasa la 2 na they are very successful. Baadhi yenu mmekuja hapa mmeomba nauli. Ndevu hizo, matiti haya. Unaomba nauli at this age. Kwa hiyo shida sasa, hawa ambao wamekufuga kwa muda mrefu, they don't want you to let you go. Wazazi wenu wanapenda wakumiliki wewe ili uishi maisha walioishi wao. Na hiyo dunia haipo. Sasa ni shida to let it go. Kwa kuna makorokoro mengi mko nao huku, sijui GPA, sijui nini, makorokoro chungu nzima, let them go. Sasa when you decide, unataka maisha yapi? That's where the challenge is. Nyinyi ambao mnaishi kwa mtindo huu, hata tukipeleka Marekani, hata ukuolewa na Bill Gates mke wa pili, you end up kwa sababu hujijui. Unasubiria what is in the news. Why don't you be the news yourself? Why don't you play your own music? Unaimba muziki ya Diamond. Kuna watu walikuwa mli karanga, wameanza kula karanga baada ya kuwa karanga za Diamond.
Think about that. Unaona unavyokuwa control na mtu mwingine, halafu baadaye mnasema maisha magumu, kwamba hela hakuna. Nani aliyokuwa tumboni alikuwa na hela? Hao wenye nazo mbona hawajaziwa nazo? Ni wewe tu, huku kichwani unaweka nini? Kwa naomba you need to guide kichwa chako kiguide. Si mnaonaga matawa huko ya hizi towers za simu huko na nini, wameziweka kwenye milima kule na nini. Wewe una tawa yako mwenyewe. What do you talk to yourself inside? Ndio kitu kwa nazungumzo hapa. Mimi najaribu kuweka tu kwenye lugha simple uelewe. Angalia unaweka nini? Unarusha nini kwa watu? Kila unachokizungumza huko ndani, kasema hapa mwenzangu alitangulia, is what is coming back to you. Always usilalamike chochote. Wewe ni lugha gani umeweka kwa kichwani? Kama lugha yenyewe ndio hii, confirm it. Nataka nifanane na wao. Unaona style kama ya J-Lo. Diamond leo kavaa labda hana makalio, kwa hiyo suruali inavuka na wewe unasema nashusha kama Diamond. Naona makalio ya kutosha. Isina? Naomba uwe wewe. Why don't you be the trend setter? Watu wakufuate wewe. This is a photocopy hazitaipeleka nchi kokote. Nikwambieni tukafa kwa mtindo huu tutaenda motoni wote. Mungu hajawanyima watu wengine milioni plus maisha, si tuishi alafu tunaishi hivi. Don't settle for less. You deserve more. Na ndivyo mlivyokuwa tulivyokuwa watoto wadogo. Uogopi chochote. Sasa hivi unajua kujaza vitu vya mbele hapa ilikuwa shughuli, mnaogopa vya wakubwa. Wewe ni nani sasa? That's how you behave. Kwa naomba tubadilike, ujitambue unataka what do you want? Na wengi mnafikiri tatizo ni hela, is not money. Kichwani ndo matatizo. Bwana mjaribu kupata hela. Nataka ufahamu idea ndio inaleta pesa. Pesa hazileti idea. Idea ndio inaleta pesa. Lazima uanze hapo. Ndio maana wakati unazaliwa kutoka kichwa kwanza. Nani alitoka na miguu kwanza? Labda ng'ombe hauli mguu. Hapa ndo kuna kila kitu hapa. Sasa unafidi nini sasa? Kwa naomba maisha uko nayo, jaribu kutafakari what can you do kwa situation ya sasa. Hili ndio ni dunia. Vurugu tu, watu wanatafuta ajira na why don't you create ajira wewe? Hao watu wakakufanyia ukawaajiri au maprofesa. That's what you need to think of. Kwani huyo Diamond ambaye ni darasa la 7 hawezi kuajiri maprofesa sasa? Think about that. Amesoma wapi yeye ndani? Na sio kwamba yeye ana akili kuliko wewe. Sio kwamba Bill Gates ana akili. Kila mtu hapa ana uwezo Mungu kampa. Very unique. Shida mnajiacha wenyewe, unajaribu kufikiri na ndivyo watu wengine mnaishi. Wazazi wanakuchagulia boyfriend, wanakuchagulia girlfriend. Kaolewe na huyu eti. Sina ulivyo na akili mbovu. Yaani na Mungu angejua angeshakupa siku nyingi unatumalizia waya bure. Mimi naomba uwe wewe. Na it's not easy kwa sababu hawa wamezoea kukuona. They don't want you to let go. Unajua ndio mtoto wa kike peke yako. Unajua kwanza jina ndo la kwangu. Sina. Hawa wazazi wako wana maisha yao yalioishi na wamemesa, ndio maana maisha yako shagrada. Na ndio maana tumboni ulitoka. Ulikuwa unapush. Ukutoka kwa sababu mama yako anataka utoke, ulikuwa unapush. Hajakaa sawa, ulichukua ikapasuka, push na wewe. That's how it was. Halafu sasa hivi unasema tukuombee. Mtu anajiombea mwenyewe. Hakuombee nani? Mungu alishakutakasa from the beginning. Wewe ushukuru kwamba unaishi and then move on. Kwa tatizo ni sisi, sio la Tanzania, sio wewe ndio matatizo. Naomba hiyo ego ya vyeti yetu mviondoshe. Sina vyeti. Yes, rubbish. Makaratasi. Nani ana karatasi? Dada, unazo karatasi nyingi. Kama Mkristo una cha ubarikio, cha kufanyaje vichinjio, makorokoro yote unayo. Sasa shida kipa degree. That's an ego ambayo haikupeleki kokote. Haikupeleki kokote. Kwa hiyo hawa kina Bill Gates na Mark Zuckerberg wale walitoka huko wakaamua kuwa wao. Sio kwamba challenge, walisema pia. Ndio maana kwa wanazungumza you have to speak for yourself. Ile sauti unayojiambia wewe.
Shida nyewe mnajihukumu kwa mazingira mko nayo hivi. Angalia mbele. You have more. Huyu kazungumza anataka afike miaka 100. You still have 50 years more. You should be happy for that. Sasa wewe unapoteza muda mnahangaika. You are trying to fit in. Wanasiasa ndio wanadetermine maisha yako. Ziba masikio haya. Usisoma habari yoyote kuhusu wanasiasa. Yaani usisoma habari kuhusu matatizo. Futa kichwani. Futa. Kwa sababu hawa matajiri wanachokifanya hawana nafasi na vitu vya ovyo. Always wao wanawaza jinsi gani ya kupanua wigo wa vitu wanavyofanya. That's what they think. Kwa hata ikatokea kampuni yake ikafa, jengo likaungua moto, hana shida. Kwa sababu kichwani kwake hawazi negativity. Wewe unashika tuzo ya Mungu yale. Pole bwana, asante. Watu wanazidi kuja ati bado wanaambia bwana hata pole kuja kunipa. Yaani watu wote wamekuja wewe rafiki yangu. Ulikuwa unataka matatizo. Hawa matajiri they don't think those kind of things. Ndio maana mnaona wanapoteza wanaanza kuja na wanapata. Wewe ukipata ukapoteza unakufa hapo hapo na kuzika. Marehemu kafanavyo. That's how you want your life to end. Kwenye vijana hapa ningekushauri kama unataka kuwa wewe. Si watu wote wana hiyo courage. Naomba ujiangalie mwenyewe, where are you? Kama huna hiyo courage, kaolewe tu, kaolewe huko. Nenda kaolewe tu huko. Usaidie, wakulishe. Pesa zako wataka mpira na waka na maziwa ndani wanalisha tu, wanalisha tu, wanalisha. That's what we want. Maana baadhi ya wadada hapa ndo mawazo yenu. Mimi naomba unioe tumkulelee watoto basi ndio nakufikia na kufua nguo. Hivi Mungu alikuumba kafue nguo? Naona mindset yenu ilipo. Lakini wale wanaotaka ku make difference. Unajua ukitafuta dunia yote hii tuko 7.something billion. Afrika tuko 1 almost 0.2 billion. Na Waafrika wengi choka mbaya, choka mbaya. Nikiuliza nyewe wadada hapa, hiyo boyfriend uko naye unampenda au kwa sababu alikupa iPhone, kwao kuna hela, kwao una gorofa? Sasa kama unampenda kama alivyo. Sibutu. Because there is no love. Kinachokupeleka si economic reason. Sasa ni wangapi wana maisha mazuri kuliko hiyo boyfriend wako? You keep chasing. Kama uliza watu walioana, nadhani wameolewa kupendana. Sibutu, maisha magumu. That's the reality. Wanakuwa forced kwenda kwenye marriage za mapema kwa sababu they can't keep life. Hata kama mwingine watuze. Sasa hiyo generation ya hivyo imeshapitwa na wakati. Nyewe vijana mnataka maisha mazuri sana. Ndio maana muda mwingi you spend on social media. Mnayataka maisha ya hivyo, but what is inside of you? That's the challenge. Nani unashinda nao? Kwa walio wengi wako katika mfumo huu, wengi. Kwa naomba utakapokuwa unaondoka hapa kajiangalie mwenyewe, kajipapase. Ukasafishe nyumba yako. Kama una watu wa ovyo ovyo kwenye simu yako, anza ku delete, including your boyfriend, girl, delete. Aende zake. Mwambie my new person. Nilikuwa na wewe kwa sababu nikasijitambue. Nilikuwa naenda the other way, now I'm going forward. I'm sorry. Tutakutana mbinguni kama kuna mbinguni. Sasa unatafuta maisha yako. Uwezi kufanikiwa kilegelege hivi, you have to be tough for yourself. Na kueleza you have to be tough. Sasa hiyo wengi hamwezi, you can't handle that. Zikaja shida hapo, umelala njaa siku 2 siku 3 kwa kunyang'anya iPhone na ulizoea iPhone. Urudi kwenye tochi wewe huyu kwa sababu ya iko. Baadaye unamtuliza mambo tu nisamee unalia. Kuna mtu alinidanganya nenda kwenye seminar pale kwa ndio ni kuosha kisa jipe na kusumbua. Kisa watu wengine wanakuonaje? That's none of your business. Swala sio huku nje kuna nini? Swala what is inside of you. That's what matters most. Na hiyo ndio itakupeleka mbali na uwe unique. Sasa nyewe mnajikompea na watu, kila mtu yuko unique na Mungu alimjua akamtoa kama alipo. Kama tafute mapacha, kuna twins hapa. Halafu tuwalete, wana behave top. That's how it is. Everybody is unique. So why are you running somebody's race? Kwa sababu mtu anaweza akatoka hapa ametangulia, ndio. Huyu Mark Zuckerberg wakati anaanza sio muda mrefu tu, he is 33 years old. Bill Gates alikuwepo na wengine wote walikuwepo. Leo as we speak, huyu kijana at age 33 ni bilionea namba 4 duniani. Na wakati anaanzisha Facebook hakuanza kuwa tajiri.
Alitaka kutafuta njia ya kusaidia watu wafanye shughuli zao kirahisi, watu wa communicate. That's it. That's what he was looking. In doing so, hela zimemfuata. Nimekwambia idea ndio inaleta pesa. Pesa zinaleta idea. Nyie mna chase hela. Unatafuta kazi TRA, unatafuta kazi wapi? Unajiuza kama manamba. Nenda kule wapi? Uholanzi. Wanawake wako showroom wanajiuza. Wako showroom. Kwa baba mnanisikia? Wako showroom. Kwa unaangalia huyu unapita. Kuna tofauti na wale walioko showroom. Wewe unapoenda na hii whatever cheti chako. Kama kanisa ulishakutoka kwenye interview wanasubiri foleni. Kwanza wanaomba. Kila mtu hivyo kibia. Tanzania wamefikia. Nione mniombee. Kama yaingia napiga za hivi na huwa hasari siku zote. Uma namba huo. Huo mshahara hata kama ni milioni 1, hebu niambie utakupeleka wapi? Don't sell your soul for a bowl of soup. Na kuletea bakuli na supu alafu unauza roho yako. Koza. Kama msomaji vitabu vya dini, Yuda alimuuza Yesu. Alafu akaenda kwake, akajiua mwenyewe. Why are you selling your life? Kwa nini usiwe ni wale wanaotengeneza ajira for other people? Na nikwambieni utakapoanza kuelewa na ukaanza kutoa vitu kwa watu, when you give other people you feel good. Yeah. Na ndo Mungu anakuletea. Yeah. Nimekwambia wewe ndio tawa. So if hicho unachokitoa hapo watu unawasaidia, ndio vinakurudia more. Ndio maana matajiri wanazidi kutajirika zaidi. Magufuli hajamgawia Balesa eneo la viwanda huko na Balesa kumwona. Maji ufuata mkondo. Vitabu vinasema too much is given, much is required. Mungu anakuongeza uko nacho. What do you have? Jipapase. Sasa unajiacha unaenda kuuza na always happiness haitakuja. Mwatafuteni watu wote wanaouza muda wao huko. Kwa sababu kinachotokea hapa anapata kipato ndio. Lakini ana asset inayomuingizia hela bila kuwepo. Hiyo income inakuja simply because uko high. Na unajua mfahamu unasema tu nataka angalau nitengeneze CV. Ya nani? Ndio kuajiriwa. Hebu angalia ni vijana wangapi mnaajiriwa sasa? Tumaliza vyuo. Kwa Tanzania almost 1 million people wanamaliza vyuo mwaka mzima na hawana pa kwenda kuajiriwa. Serikali kazi yake sio kutengeneza ajira. Serikali kazi yake ni kutengeneza mazingira ya wafanyabiashara kufanya shughuli zao na kutengeneza ajira. Ndio maana mkienda kusoma sheria za kodi zinawafeva wafanyabiashara. Na mfanyabiashara analipa kodi baada ya kupata faida. Wewe usiyefanya biashara unaitafuta mshahara, you pay right away, direct tax right away. Kabla hata mshahara hujapokea. Serikali inachukua pesa zenu nyinyi mlioajiriwa tarehe 21 22 umeshachukua za kwako. Unaenda benki, gross ndio hii net na kutaka hizo unabaki kubwa serikali wameshachukua zao. Na unakomaa. Unaamka saa 10 usiku foleni unaenda. Ndio? Ukifika mjini ofisi zimefungwa. Where do you go? Na vitu ndio kanisani. St. Joseph pale, KKT pale unaenda mle ndani. Watu wanafikiri unasali kumbe unasinzia pale unafikiri. Batena mimi nawaje kanisani. Kumbe unasinzia. Kanisani watakakufa. Mimi nimeenda Marekani huko wazungu hawa ambao tunawaoshi. Nikawa naenda kanisani wananishangaa. Unauma? Maana kwa nasali wazee. Nasali wazee na sisi hapa. Na mchungaji akuone kanisani anachukua na roho kabisa. Mwatafuta wachungaji wamefanikiwa wapi? Yesu alikuwa tajiri. Wale watu 12 wa Yesu walikuwa matajiri. Kila mtu alikuwa na kitu cha kufanya. Sisi wachungaji wetu hawa nene. Toa sadaka. Mpaka na nauli huna. Yeye anaondesha Mercedes Benz narudi. Anasema atakuombea. Unajiombea mwenyewe. Kwa unataka ujitambue. The issue ni kujitambua, no sense ya hiki kipindi hapa. Ujitambue. Nyinyi vijana mliomo mgani kama mtaenda kuachwa ni kwa sababu wamefanya maamuzi, wamejitambua. Usisikitike.
Kuna wengine wengi. Sema yule jamaa akazungumza na girlfriend kaniacha. Na mtu yote ambaye hakuwa wako ataenda zake. You don't need everybody. Naomba muelewe hiyo, unaanza kujiambia kuna hakuwa wako huyo, mwacha aende zake. Tena unashangaa tu kama umeenda ukanae kwa muda mrefu. Na bwana kukatia muda. Bwana kupa virusi. Is value for value. Ni hapo mko kwenye relationship is value for value. Kama huyo uko naye ahadi chochote, piga hesabu umekaa naye miaka mingapi? Nini cha maana ametuletea? Kaongeza kichwani, acha material things. Because sometimes vijana hawa wana play with your mind. Anabizia birthday yako analeta uba liwe. Sio analeta cake na nyewe wadana mpango wajinga jinga mtu mdogo mdogo na he's just taking advantage of you. Anaongeza nini huku ndani? Ukitaka kumwacha na kwamba unajua na mipango na wewe vizuri sana wewe acha. Kwanza alikujua. Anajua what is in your head. Kwa naomba urudi kule ambako you belong. Tutoke hapa. Huku nishatoka, lakini kuna watu bado mnaishi ndani. Lugha mama baba, mama baba. Watu wote ambao wanazungumza hizo lugha, nyie vijana mwakimbie. Kama una mdada girlfriend wako mama baba, achana naye kwa sababu uishi naye una wazazi wake ndio wanatendea kule kwake. Let her go. Vijana hawa nyewe wadada mnanisikia hapa, wazazi wangu, achana naye. Isile baby, bado mwambie akanyonye tu. Atamwenda paka. But the issue is you and me. Una future gani? That's what you want. Msikae na watu ambao hawajitambui. Iwe ni relationship ambayo ina add something in your life. Naposema relationship sio lazima muwe wapenzi. Mtu yoyote ambaye unakuwa naye karibu add kitu kwako. Uhitaji kumwambia nimekudelete ni nini? Mwambie simu imeibwa, nimepoteza contact. Au unamwambia niko kwenye retreat. Mwambie niko kwenye retreat, Ramadhani inakuja, siku hizi nani? Mwambie niko retreat. Akikuuliza mwambie bado niko kwenye mfungo. Niko kwenye mfungo. Haende zako. Badala ndio mfungo. Wao nakuombeni sana. Sasa hili dunia mnaona lilivyo likubwa sana. Kwa hiyo inabidi sisi ili tuweze kuovercome wote sia tuwe wakubwa kuliko hili dunia lenyewe. Sasa mnahitaji kujifunza. Unajifunza wapi sasa? You see now, that's another issue. Mnayo internet pale at your disposal. Lakini mnafanya nini na hiyo internet? That's another issue. Pateni watu wa kucoach na kukumenta. Ni nani unamwadimaya huko? Na nikwambie hata kubali awe karibu na wewe if you are not a value person. Mimi kuna wakati huko nyuma huko nilitaka kuuza vitabu vya mtu anaitwa Robert Kiyosaki kwenye website yangu. Nilishamsema vitabu vyake vyote alivyokuwa navyo by then. Na akawa ameweka program anafundisha financial literacy. Uweze kujua asset ni nini, liability ni nini. Sasa wengine pia hamjui. Maana mmefundishwa vioni kwamba nyumba ni asset. Kwamba hii nyumba ni asset alikwambia nani? Ndivyo NBA wanafundisha hivyo. Ukienda kutoa definition ya NBA ya asset usipoandika nyumba is a movable whatever, that's rubbish. Wanasema chochote ambacho ni immovable ni asset. Kwa ni mashine likikaa pale asset. Nyumba ikikaa pale ni asset. Kwenye huku mtaani that's wrong. Ni asset kama inaingiza pesa. Kwa hiyo aliniuliza maswali, why do you want to sell my books kwenye website yako? Nikamwambia mimi nimependa nauza vitabu yangu, kila kinachonunuliwa napata 15%. Hela unazolipa website yetu anapokea hela huko, lakini mwisho wa mwezi ananiletea 15% of all the sales. Sina duka, sina ofisi, sina chochote. Like attract right. Tunaelewana hapa? Kama kuna mtu unazunguka naye mko naye huko utafikiri sisi kitu gani mmeshikana hivi, mnafanana tabia zenu. Ndivyo ilivyo. Sasa wewe unashika na nani? Si unajua smart in attract magnetic star. Sio kila mtu unamhitaji. You need few people. Unajua je, unataka kila mahala uwepo, you can't. Tafuta wachache. Kwani huyo Yesu sasa watafuta watu 12 tu. Hawa Kristo mko wangapi sasa? Mtume Muhammad aliwatafuta wangapi akafundisha Uislamu? Mko wangapi? You don't need all those people. You need few quality people.
Sasa what is quality? Wewe ndio wa kudefine. Unataka watu wa namna gani? Sasa wadada wakati mwingine wewe anakuambia na boyfriend wanatoka Valentine, huyu wanatoka wanatoka. Mzangu na Valentine. Sasa watoke wapi? Unajipiga picha unapeleka Facebook. Na kaua pale unaweka unasubiria hapo. Kisa tu hamna mtu amekuona. Naomba ujipende. Chakwa ujipende wewe mwenyewe. If you don't love yourself, hata kupenda nani? Sasa ikahappen na wewe umeingia kwenye hiyo fiba ya Valentine as if mapenzi ni ya siku moja. Na ndivyo wadada mnadanganyika. Unaletewa kaua pale na nini na nguo nyekundu. Basi unafurahia alafu baadaye kwanza mkiagana yeye anaenda wapi? Na kawapelekea wandani. Sasa wale ambao ikatokea hamna mtu aliyekualika hamna nini, jinunulie yale maua. Piga simu hoteli unaoitaka, waambie table for two. Unaenda na kochi yako wa dada pale, fika pale unaweka viti huko, kochi unaweka pale. Unaweza kuweka na simu upande wa pili ukakaa huko. Unakula. Kasi ya baba. Familia wa baba wataona wivu ambao watakuwepo pale na wanawake zao. Kama hajakufuata kuomba contact yako. Maana hajawahi kuona kitu hicho. Kwa mimi najaribu kusaidia ujitambue. Na hivyo ni vitu vidogo vidogo ndio vinakukomaza. Na ndivyo vinavyokumalizeni. Hivyo vidogo vidogo. Kama unaendesha gari, kwani pancha tumekichoma sindano hivi, what happened? Mpaka unaisha baba. Na ndivyo that's what is killing. Vinakutafuna kidogo baadaye you can't even handle again. Kwa naomba inaanzia hapo. For the challenge now, what do you fit in your head? Viko vitabu vingi vya kujifunza. Vitabu viko vingi mno, vipi sasa? Vinavyokupa msingi. Ndio maana unahitaji watu ambao wameshapita wakakutangulia, ndio they can guide you. Lakini wakati mwingine instinct zako ndio zinakupeleka huko. Hao matajiri wote hata wakati wasiosoma, matajiri wengi huko nje wanasoma vitabu sana. Tajiri namba 2 duniani, namba 5 anaitwa Warren Buffett. Anatumia 80% ya muda wake kusoma kila siku. Sasa masaa 24 chukua 80% of 24 hours. Uone muda anaotumia kusoma. Na aliwezaje? Akiwa na miaka kwanza alikuwa na miaka 6 akaanza kuuza soda. Miaka 6 anauza soda. Anauzia watu wenzie, anauza huko anauza. Kaanza kutembeza magazeti, anauza magazeti. Mpaka na miaka 11 tayari alishanunua share kwenye kampuni. At 11. Sasa sisi kuna watu ambao bado mnachezea madoli. Mnacheza video game. Na umri wenu huu umekaka. Mnaona watu wanavyoanza mapema? Ni kwamba alijitambua, sio kwamba wazazi wake ndio walichangia, alijitambua mapema. Na nyinyi hiyo kitu ipo shida kufugwa. Mmefugwa hapa. Lazima upite through hustles if you want to be somebody. Sasa leo is 8 something, hela nyingi anazitoa huko, anashangaa na anatumia gari si miaka 10 iliyopita na drive. Breakfast yake anakula McDonald's kila siku, ndio breakfast yake. Hawezi kulipa zaidi ya $5 kwenye breakfast. Sasa wewe upate hela. Wewe Kalungu wewe upate hela. Uone nyodo huko. Nyodo hiyo. Kwa nini ungekuja hapa? Ungekuwa na simu 6 hapo na wapamba wamebeba na nyingine, si ndio? Ulivyo na mindset ya ovyo. Kwa utajiri unaanzia ndani mwako. Kwa I want you to understand, tumieni muda mwingi kujifunza. In doing so, kuna vitu vingi utaviepuka vingi. Hivi vitabu kisoma havikupi majibu. Kinachofanyika you will reveal something inside of you. Tena unaweza ukakasirika ukajipiga na ngumi mwenyewe tu. Ndio maana vitabu vinasema Mungu anazungumza na sisi kila siku kupitia watu, kupitia matukio. Na nikwambia once you decide to be yourself, Mwenyezi Mungu atakuletea watu ambao unawahitaji at the right time. Ataleta matukio. Wewe unaweza ukaachika huko ukafukuzwa ukafikiri the world is falling upon you. Kumbe Mungu anakuandaa na kuletea upenyo mwingine. Sasa kwa sababu it's unknown, hana mtu ambaye kupita hiyo ndio hivi itakuwa. Mtajua nikifika. Kila ukienda Mungu ana open up. Bado nasema thank God. Mimi nimepita huko, si kwamba kuzungumza theory, I've gone through that.
Babangu mzazi aliuliwa na majambazi. Hela zilikuwepo nyumbani zikakatika. Niko darasa la 7 nauza samaki. Nimeuza samaki. Form 2 hela zikakata, hamna hela kati. Zimeisha nyumbani. Kafa nazo mwenye nazo. Wote. Hao ndugu waliokuzunguka kila mtu anakimbia zake. Tulizaliwa watoto 20, asogee nani hapa? Watoto 20 sio mchezo. Think about that. Kwa hiyo nimepita through that. Hizo shida zinakukomaza. Nafikia mahali unalia machozi hayatoki tena. Nasema tunanukusi gani sasa? Kwa hiyo tumezaliwa kwenye neema, shida hiyo sasa. Lazima Mungu atakutesti. How do you handle that? You can handle that if you are great inside. Ukiwa mkubwa huku ndani, nobody can check you out. Sasa wengi mko nale hapa. Eti nifanye. Can't you figure it out? Eh? Ni wadada alikufundisha nani mapenzi? Semeni hapo mlipokutana na boyfriend wako alikufundisha nani? Nani anamfundisha bata kuogelea? Hata kama umemtotolea kwenye gorofa kule ukimpeleka bata kwenye maji anaogelea. Kuna vitu mwenyewe tunatafuta na mnajua vizuri sana sasa hivi. Usiniambie si kwenye mtandao wapi, baada you have to practice yourself. Msawa na baiskeli anakufundisha nani baiskeli? They can give you the theory of baiskeli. Alafu kapani ile baiskeli utanguka. We learn by doing it. Kwa unapokuwa una move, they're going against stuff, ndio unakuwa tough side. Hiyo ndio itakufanya watu walie when they are hearing about your story. Hamna mtu kafanikiwa nale hivi. Kila mtu ana painful story. Everybody. Hata wanaiba huko na nini. Watu wote wa maana they have gone through pain. But it was worth it. Kwa sababu unapopita tu unakomaa. Sasa sisi hapa generation yenu hii, nyewe mmezaliwa mwaka 90 ngapi sisi? From 1984 to 1995 ni generation nare. Ndivyo wanavyowa categorize. Kama you are very weak, mna entitlement mentality. Nataka upewe hiki, wazazi wakutafutie kazi. Ukienda hapo tunasafiri nyumba nzima na kusafirisha, ukadhania wanakusafirisha maiti. Kumbe ndio wewe na unaenda Mwanza tu hapo. Think about that. Ndivyo inavyokuwa. Au home mnasindikizwa hapo. Wewe umekuwa kuku mgeni ukatoka si hapo na kamba wanakupeleka. Sasa ndio maisha hayo sasa. You have to defy it. Lakini hii ndio kuka ya generation hii. It's a lazy generation. Mmezaliwa kwenye internet. Kila kitu kiko pale. Ndio maana you are very good kwenye social media. Very good. Boyfriend akikupiga chini kumekasirika, hasira zako unamalizia social media. Unaanza kumpost hapo. Wanaume wengine siku hizi. Kumbe anamaliza boyfriend wake. Anachokitaka anataka sisi tusympathize naye. Sasa wale wako usilike. Wewe mbona hujalike post yako? That's the mind. Unasubiri watu wengine, naomba aache ya nje huko. Utachanganyikiwa kwa sababu kuna watu bilioni 7. Watakuchanganya. Be yourself. Simama uwe counted. That's what matters most. Kwa wakati yanaenda kutokea hayo, tunafanya nini sasa? Kama hii dunia yenyewe ndio hiyo. Nikwambieni hamna bahati ya kuwa hai kama sasa hivi. You guys, you have everything at your disposal. Everything. But you don't say. Mnajaribu kuwa watu wengine. Nyie ambao mna nywele Mungu amewajalia. Wadada. Kama unataka uone watu walivyo wanakopi na kupesa. Si una nywele zako nzuri na wanazitamani. Hebu piga upala kabisa waembe. Na upake mafuta ya ng'ombe yale. Unatembea na hizi wanakufuata. Utaona kuna watu nao watakuiga. Mimi nakueleza just do uone. Wewe vaa huku chini kuzuri, kila kitu kizuri na nini hafu ipige. Uone watakufollow. Why don't you be a trendsetter? It is possible. Ni wewe tuna decide, lakini watakusema hao. Vibaya sana, watakutenga, watakupeleka kwa mchungaji utaombewa na mapepo. Ndivyo walivyosema hapo. Nikasema enough. Sasa ukiangalia nyuma, umepata nyumba, umepata na mke huko pia. Unaona sasa umepata gari. Sasa itakuwaje? Unaona? Sasa itakuwaje? Sasa unaanza kusikia hadi mbali. Unajua wanataka kuacha. Wewe usisubutu. Wewe usisubutu. Utaua watoto. Eti Sasa unaimuuliza kaajiriwa, unategemea nini? Naomba mjifunze usiende kuwauliza advice wazazi wako. Unless wamefanikiwa na unatamani maisha yao. Otherwise, don't talk to them. Wao walishamaliza. Waambie wamekumenta vya kutosha, si walikubatiza huko mdogo, whatever.
Ondoka sasa. Wakitaka si wazae mwingine, wazae mwingine. Au wakanunua watoto wengine kwa mtaani. They should let you go. Don't die in your nest. Tunaelewana hapa? Oh, mama yangu aliolewa na miaka 30. Mama yangu. Wewe ni wewe au waje wenyewe wako wapi? Hawa. Wadada wao waje wako wapi hao? Hawapo. Wewe swali tafuta njia how you can be economically okay. Hiyo mkiwa vizuri hata hiyo ndio itachelewa. Na wadada ukiwa economically okay, huna haraka na ndoa. Huna haraka nayo. Sasa unataka gari huna. Unataka kwa ustabei wewe unakaa siweke ni wapi? That's how it is. Kwa tunajaribu kusaidiana hapa, how can we become ourselves na kuweza kutoa msaada kwa watu wengine. That's why we are here. Kwa sisi tunajitolea every month tunafanya hichi kipindi kukusaidieni ninyi. Mjitambue. Pia kukaa unaomba unajalia na nini no forget about that. Mafanikio yako it has nothing to do with the government of Tanzania. Nalalamika Magufuli amebana wakati miaka mingi iliyopita Tanzania imetengeneza mabilionea 200 plus. Watu wanahangaika kusurvive. Ndio wao wanajibana bana kwenye ofisi huko wanajibana bana muda wa lunch sasa hivi ukienda ndio wanataka kwenda kula. Wamevana vitambulisho hivi. Hamjaona wanaenda kwa Wachina kwenda vitambulisho shingoni ili wasipotee. Ndivyo navyokuwa. Na wanaona sifa tu. Maana wanaenda kule Magereza. Wana namba hapa pia. Wafungwa. Lakini ofisini wanasema there is security. Security ya wapi? There is no security. Hapa tunazungumza financial freedom. Kwa naomba usichanganye hivi vitu. Na tunachokitafuta hapa, how can we build an asset? Ambaye hata umeondoka umekufa, hela zinaingia zenyewe on your absence. Huyu alianzisha Coca-Cola yuko hai. Huyu alianzisha Apple, Steve Jobs yuko hai. Mbona tunanunua vitu vyake sasa? Why don't you be you as well? Kwa naomba ujitambue wewe, ujitafute. And when the time is right, Mungu ataleta watu wa kukusaidia. Kuna usemo umezoeleka, when the student is ready, the teacher will show. Mungu anakusaidia wakati unajisaidia. Kwa cha msingi hapa, naomba uwe wewe, you have to be that person. Become that person. Anza kuamesi hivyo vitu vinavyokusaidia kuwa wewe. Uwe na maamuzi ukisema hapana ni hapana. Aje baba mkwe, aje nani mchungaji ni hapana. Unaambia over my dead body. Sema msikiliza mzungumzaji aliyopita. Wakasema wampeleke kama si wapi. Ni mweusi. Sasa akao mweusi zaidi. Tafikiri wasika. Wakamwacha. Kwa naomba uwe na hii ni shida sana hii to become that person. Ni shida hii wewe mjitambue. Wale mitume wa Yesu 12 waliviona mapanga yale mapanga shwa wakasema hatumjui. Simulikuwa naye hatumjui. Mungu atakutest. Hapo. Na nikwambia unapo decide sasa kwamba unataka kuwa wewe ndio viofa vinakuja kibao. Wewe mwache boyfriend wako uko naye afu uone hivi utakusumbuliwa na wanaume. Waina zote. Kwa whenever you do something ambacho unakitaka vitu sivyo vingine vitatokea. Kukushawishi kupotezea mwelekeo. Sasa wewe unaanza kucount. Si uamuzi wangu sio mzuri. Huyu kaniambia hivi, huyu kaniambia hivi, huyu kaniambia. Swala wewe unapokwenda hawakuoni wao, hawana idea where you are going. Kwa nini unawasikiliza? Acha wakutenga, hata Yesu alikuwa anakaa peke yake. Naomba siku nyingine mtafute muda wa kuwa peke yenu. Kuna kakisiwa kule kanaitwa Bongoyo. Unapandia slipway pale. Nenda katikati ya wiki. Monday to Thursday. Usiende Ijumaa wala Jumamosi. Maana Jumamosi Waswahili wako kibao. Wewe Diamond nini achana. Wewe nenda katikati hapo. Unaweza kukuta Mswahili ni wewe. Nenda ukalale chini hapo unasikia mawimbi. Shwa, simfunga. Halafu kama mzungu anakusemesha unamwambia from Italy. Uone kwa sababu you are trying to empty what is in you. Ndio maana watu wanaendaga retreat. That will be your retreat. Sasa nyewe mnalala na simu. Mko very addicted na simu. Generation ya addiction. Misao na uvuta bangi na cocaine, hizo simu zenu zinawaharibu. Vibaya sana. Kwa siku mtu anaangalia simu almost mara 100.
Kwa siku mtu anatumia masaa 6 kwenye mtandao. Doing what? Kwa naomba uwe makini unafidi nini ni mama. Hii ndio shida hii. Ilinichukua muda mimi kuwa mimi. Ilinichukua muda. Imenichukua muda kuwa mimi. Lakini kila stage unayopita you are learning something. Kwa maisha yanakupiga along the way, yes. Nimezoea kuletwa mshahara ukakata, watoto wakafukuzwa shule, it's okay. Mimi nimeenda kujitambulia Marekani, hebu nyasi. Tena najitambua kutaka kufa. Baada ya kutaka kufa ndio nikashtuka. Kumbe naweza nikaondoka bure bure tu. Kwa Mungu kaneta nikafia Marekani. So I have to find myself. My ambition ilikuwa nitaka kuwa mwanasiasa. Kilichonipeleka Marekani nitaka kusoma MBA. Nataka ujifunze. Eti nije niwe rais wa Tanzania 2020, hebu niambie. That was what was in my head. Na ni kwa sababu uko shuleni nilikosoma, I was the president wa wanafunzi. Kwa watu wananiita president. Kwa hiyo ikawa kichwani. Mzungumzaji wa mwanzo alikuwa anaizungumza what was talking inside of you. Hiyo ndio nilikuwa nazungumza kwanza. Sasa angalia, wazungu wakasikia wanataka kuwa rais wa nchi. Kwani wanasema wa Tanzania, John muone the future president wa Africa. Kwa hiyo wanakuja wanafuata hapo, kwa na wewe liko litakuwa. Ndiko nilikopita. Baadaye nikaona this is rubbish. I don't need. Baadaye sana MBA ya wapi? Baba yangu alisha darasa la 6, he was very successful. Wewe Robert Kiyosaki nilikuwa nasoma vitabu vyake, alilala kwenye gari almost 3 months na mkewe. Hawezi kulipa kodi ya nyumba. Jua linazama wanalala kwenye gari, asipo wanapiga mswaki wanaendelea. 10 years later, billionaire. Nikasema mimi huyu, why not? Kwa nikasema I don't need this. Sababu ukiwa rais wa Tanzania si miaka 10, labda ubadilishe katiba. Kwa kama the issue ni kusaidia watu, you don't need to be the president. Kusaidia watu, there are so many ways you can help other people. Kwa nikaacha na hiyo. Lakini yote hapo katikati nitaka kufa. Nililazwa hospitali several times. Kata shock. Kiingereza hakitoki. Sema nikisikia mzungumzaji wa mwanzo wa pili Kiingereza kama mtashika, basi na changu ilikuwa kitoki. Na tafasiri Kiswahili kwanza hapo napeleka Kiingereza. Kwa hiyo inabidi usubirie kwanza ili mzungumza na wewe. That was me. Lakini watu wanakwambia ameula yuko Marekani, ameula wapi wakati mimi I was crying. Kwa unaona I was going through transformation. Ule Uswahili thinking utoke uanze kupata kacha zao. But it's not easy. Mpaka kitu hiyo tabia yako takes time. Naomba muelewe hiyo. Lazima go through process. Whatever you are doing, you have to go through the process. Sasa wengine inakuwa fupi, wengine ndefu, you never know. Wewe yako ni ipi? Kwa swala tu ni kwamba I was making progress. Kwa baada ya kujitambua hapa nikasema sasa what can I do? Nika take action. Unajua ukishaamua once you decide something, what next ni commit. Commit. Kwa hiyo nikasema shule naacha, hamna mtu akuniuliza. Si nilienda mwenyewe. Think about that. Kumbuka nimeacha kazi, wakanipa likizo isiyo na malipo ya 2 years. Kwa wanategemea labda nirudi na MBA. Na mimi nilisema sirudi. Na nilishasema sirudi Tanzania pia. Baada ya kufika kule nasema kumba Mbeke Tanzania kulikuwa hata. Maana wazungu wananiuliza, "When are you going back? When are you going back?" Tanzania nimejinyea, unaona? Or you think you belong on that, kumbe wenyewe they don't like it. Hii accent yetu ni shida. Ungekuwa na miaka 7 hivi wakakupeleka Marekani, ukakaa huko kwa miaka accent yako inaweza kubadilika, ukaadapt kirahisi. Mwenzetu huyu tayari ishabadilika, lakini ukimsikiliza vizuri kuna kausukuma kwa mbali. Wale wanaofahamu, japo sisi hapo wengi akianza kukitoa jamani natema ungenge hilo. Wenyewe they have kuna maneno fulani wenyewe wanayozungumza kivyao. Utakosa. Hapo ukae muda mrefu. Lakini ukishafika miaka 10 plus huko kuna maneno accent yako inabakia. Iko sawa. Kwa nao kinachofuata sasa ni action. Sasa hapa ndo shida. Simna mnanisikia hapa. Kwenye action hapa ndo shida. Nyie mnasema how long? Kaanza kupata hela. Hebu waulize wa mama ninyi hapa. Mlifanya mapenzi mara ngapi mpaka mimba ikaja? Wanachojua keep doing it. Ataingia tu siku moja. Sasa umeshaamua mimba ingii kwa maombi.
Kwa sababu hamna Bikira Maria mndani. Hamna. Hakuna. You have to take action ndio mimi nitaje mbaba. Sasa when you take action hapa ndo shida. Kila mtu ana nani yake, ana njia yake ya kupita kwenye action hapa mpaka apate results. But mbaya ninyi mna measure results in terms of money. That is very wrong. Money is not a measure of success. Hela zinakupa choice ya kufanya vitu unavyovitaka. They want to make you happy. It's a byproduct. Na zitatosha na siku zote utakuta watu wanazo nyingi kuliko wewe. Sasa why do you put your happiness kwenye hela? Happiness is inside of you, sio nje. Baadhi yenu mkipata hela mnashangilia, mna smile na nini. Kikosa hela mnanywea. Umekuwa kimondo wewe, unawaka na kutumika. Mwa. Na nikwambia when you put down yourself unarudi nyuma miaka chungu nzima. Ndio maana when we are happy tuna open up so many doors for us. Naomba kila siku wewe uwe na happiness. Always. Nenda Kinondoni pale makaburini. Naomba upite kaburi baada ya kaburi. Angalia walizaliwa lini na wakafa lini. Utakuta watu wa umri wako wako kule. Basi wakuwekee na sura pale. Tena wana sura nzuri kuliko wewe. Sasa naomba nikuonye pia usiende ukataka muda mrefu Mungu atakusumbukiza huko ndani. Maana ndiko unaanza kuweka vitu ambavyo upendi, wewe makaburini unaenda kufanya nini? Unataka kufa. Bona kushauri mnapoenda makaburini pia msikae muda mrefu. Tena kiwezekana usiingie huko. Na ukifika kule zima mdomo wako funga. Funga kabisa. Maana ukiachia litaingia huko ndani na masikio pia usipe. Hao ni watu wamekufa, there is no business. Siku zao za kuishi zishapita. Next is you. Sasa unalialia nini? Kwa naomba uelewe, when you are doing hapa the issue. Tazungumza whether it takes 1 year, 6 years, whatever, it doesn't matter. Si unakiamini? Hata kama ukifa kuna wengine watakiendeleza. Stick to that. Sisi wengi hatujitambui hapa. Kwa maana wadada ukivaa nguo na unajiona umetoka vizuri na hapo vipi? Ovyo. Eti na unaenda unakuwa. Yeye mliofa hapa ndani leo unawakika hizi nguo mmebadilisha several times. Si niende na hii. Si niende na hii. Unaacha maisha yako kwa watu wengine. Sasa kuna watu wengine wana macho kuchuzi. Yako anacheza. Rangi nyeupe yeye anaona njano. Sasa what do you have to do? Naomba uwe wewe. Sasa unakuta una boyfriend anakuambia naomba ninepa kupunguza tu. Si watafute wembamba basi. Kwani si watafute wembamba? Na unajikondesha hapo baadaye na umekuwa kimbao. Ndio mnavyocheza. Mimi naomba uwe wewe. Hapa kuna shida. Hapa. Are you learning something? Sasa hizo hela mnazozitafuta hiyo results unayoitaka sasa. Sasa kwa kitu gani unachokifanya upate hiyo results? Umeinvest nini? Nani umeadd value kwa? Sasa nyie ambao mnatafuta kazi, hii kitu iko invest. Anasema nikipata kazi, okay? Kama nikipata hela, nitakuja nifanye hivi, halafu tutaishi vizuri. Hela ndo zinatangulia. You see now that's the vitu vingi tofauti kabisa. Ni sawa na kichwa chako tuweke chini miguu. Kwamba hela zikija, halafu nikafanya hivi, halafu ndaishi vizuri. Kumbe hela ni namba 3. Mnaona ilivyo hapa? Hela ni namba 3. That's the result. Na kuna vitu utafanya wewe unaweza kupata hela hapo immediately. Sio kwamba ni kitu sahihi. Baada ya muda inakwama. Kuna watu wangapi tunawajua huko mtaani alifanya biashara kupata hela sasa hivi hamna kitu. Kwa hiyo kupata hela sio kwamba ndio unafanya kitu sahihi. Baada ya muda gani? Kama ni hela unasema ni hela miaka 5 je, bado unazipata? 10 years bado unazipata? Hapo ndo unasema yes. Wazungu mnaowasikia ili wakusikilize wewe, wanataka angalau umekaa na hicho kitu for 10 years. Ukifanya kitu hicho na bado unacho, hapo watakuita uzunguzi. Sasa angalia relationship ya kwema. Sasa hivi ni mwezi wa 3 mwaka 2018. Kuna watu ndani wameshaachana na wenzao 3 times 4 times. Januari alikuwa na boyfriend, Januari mwanzo mpaka mwisho. New Year alikuwa na boyfriend mpya. Nilipofika mwisho wa mwezi akampiga chini. Valentine ana mwingine. Nenda akampiga chini, anawa Pasaka sasa. Na nenda kuja.
Ndio generation yenu hiyo, mnaacha vitu on and off, on and off. Na uwe na kitu ambacho you can stick to that. Una haraka ya wapi? Kukaa naye miaka 10 sio kama mnataka kuoa. Tunaelewana hapa? Maana mnatafuta marriage hapo, sasa atanioa, sasa atapropose. Kwa ondokana na hiyo. Kwa unapasema kwenye results hapa haiji kwa mshahara. Deishi una dream ipi sasa? Kabla hujaanza safari inabidi ujue your destiny. Wapi na kwenda? Sasa wewe unataka maisha yapi? Kwa hiyo maisha unayotaka mshahara utakufikisha huko? Na ni wangapi wana maisha unayotaka kwa mshahara wamepata? Nani? Watafuteni viongozi wote wa serikali wenye nyumba Masaki wameuziwa na serikali, tena bei ya kutupwa. Saizi wanazo nyumba na wengine wameshaanza kuziendeleza. Sasa kuna maisha fulani mnayatamani. Nyewe ni watu mnataka nyumba nzuri, kuna swimming pool, kuna that's what you want. Upate kwa mshahara. Walimu mnalipwa shilingi ngapi mshahara huko? Graduate ukipata 800 unabaki. Nenda huko Pricewaterhouse whatever NSN yangu wanalipwa 2.5. Wana hustle vibaya mno, vibaya mno. They don't have time. Unakuwa mtumwa wa hela. Swala sio hela. Are you growing along the way? They don't grow kabisa. Vitabu mmesoma wakati mko vioni. Ukishatoka mtaki kusoma. Nasoma tu magazeti. Kwa ninachozungumza hapa unataka results zipi? Unataka maisha yapi? Unasema nafuga kuku. Kuku akiumwa na wewe unaumwa. Si ndio? Na sasa wote wanaondoka. Where is the market kwa kuku wako? Where is the market? Nani anaweza akalithi hiyo biashara? Na ni Mtanzania gani unamfahamu amefanikiwa kwa kufuga kuku? Wapi? Acha habari ya kusurvive. Are you looking to survive au unataka kutengeneza kitu kikubwa? Watu wanataka kuganga njaa tu. Ni sawa na chakula. Kila leo ukashiba, kesho unataka kula tena. Kwa usifanye vitu vya kusurvive. Fanya vitu vya muda mrefu ambavyo baadaye vitakufuria. Unaanza hata usipokuwepo wenyewe vinaendelea. Kuku wanataka walishwe. Kule Marekani 3% ya population ya Marekani inalisha almost the entire world. Sisi wa Tanzania 95% wakulima wanaofanya kazi. Halafu na njaa kibao. Njaa kibao. Wengi hapa tulipotoka majumbani kuna unga nusu na robo. Si ndio? Nusu robo. Kwa hiyo kesho tunaenda kununua. Ndivyo tunavyoishi. Mimi nilikaa Sierra Leone kule, walituambia hamna kutoka kwa wiki nzima, mnafungiwa ndani kwa sababu ya Ebola. What hawana budget ya kununua chakula cha wiki nzima. What they can buy food a day. Kuna watu wanasema tutakufa. No, they are part of us. Waafrika ndivyo tulivyo. Kwa naomba uelewe results hii ndio ina determine ukafanye nini sasa. It's not a matter of being busy. Unasema una bodaboda. Una Uber. Kutoka mbali mjini huko Oysterbay wapi kwenda airport ni shilingi 14,16 kwa Uber. Bado 20 something percent Uber wenyewe wanachukua. Wewe unabaki na nini? Hivi Mungu amekuumba wewe uwe dereva wa Uber. Think about that. Kwa mnapotaka kufanya biashara angalia ni biashara namna hii inayoifanya itakuja kunifree. Kuna watu wanataka kama motivational speaker. Sasa hatapata audience kila siku. Anachoweza kufanya atengeneze audios au videos watu wanunue. Kwa analiverage muda wake, hata akifa tutaendelea kununua video zake. Sasa how valuable are you? Ni wangapi watanunua hizo video zako? Ndio maana mna advantage, mnayo internet, mnazo social media. Sasa create your audience. Watu wakutambue kwamba you are valuable. Watake vitu vyako. Sasa na hiyo ni process, it's a process. Kila mtu hapa anaweza kuzungumza, everybody can communicate but very few of us can connect. Tunaelewana hapa? Kwa naomba ujitambua, unakitafuta kipi ambacho unaweza ukakipeleka huko. Dunia ya sasa hivi biashara yote unayoifanya kama haiko kwenye network, kwenye internet kule, you are out of the business. Watu biashara imehamia kwenye simu za mkononi. Nani anaendaga na chooni na kompyuta yake? Simu na simu kitandani. Kila mara mnazo, my baby. Na kuna watu hawawezi kutembea bila kuwa na simu. Na wengine kuta upigii simu na watu lakini unajifanya unapigiwa hello. Kwa kuta wenzako hello. Mnacheza. Yeah, the scientists, who are you trying to fool? Kwa biashara imehamia huku.
what advantage do you take katika hii? Ni maana tunakuja kujifunza hapa. Kwa hiyo hii mindset ya kuajiriwa tuifute. Tuwaze how can we create ajira kwa watu. Ina make sense? Yes. Sasa ili hayo yafanyike, muda wako uko nao inabidi utumie vizuri sana. Muda wako inabidi utumie vizuri sana. Time is money always. Na usipotake kwanza. Nataka nikusaidie hapa. Nataka nikusaidie. When it comes to time and money, wote hapa tuna muda wa kutosha, wote wa kutosha tu. Wa kutosha. Ila hapa is a challenge. Wangapi hela ni issue kwako? Okay, pata nyanyua mikono miwili kabisa. Nani angefurahi Baresa angekuwa ndo baba yake? Mikono iko ya kutosha. Sasa when it comes to time, kuna watu wana muda wa kutosha kabisa. Wao ukitaka usiku mrushie message saa 8 ya usiku. Unajua atajibu. Ukimuuliza nilikuwa naenda chooni. Kumbe tu uko hapo. Hela hai. Na baadhi yenu hapa mnasema ukifika usiku mnalala sana, mtaki kuguswa na mtu yeyote. Naomba wewe mtu anayekwambia hivyo, ukifika huo muda umpigie simu mwambie kuna mahala kuna deal, kuna mtu anaenda kunipa milioni 100, unaweza kunisindikiza. Uone kama hajaja haraka haraka. Kwa hiyo they have time, they don't have money. Wapo na wengine mko ndani. This is our life. Wapo ambao pia they don't have time but they have money. Tunao mitaani huko, peleke kadi ya harusi, kwambia siji. Kwani mchango bega. Anakuchangia. Nenda kali yako kule, watu na maduka yao, they are very busy. Hana time now. But they can give you the money. Watu wao. And then pia wako watu kuna huko ndani na wengine huko mtaani tena wengi tu. They don't have time, they don't have money. Kila wako busy, bongo busy. Asubuhi wanaenda kuuza muda, jioni wanarudi. Juzi nimepata TRA wale wanafanya kazi mpaka Jumapili. Wanasema they don't have time at all. Mnapokulilia TRA wanalalamika. Ni sawa na nyinyi mnaolilia kuingia kwenye ndoa. Ndoa mzisikie tu wadada. Mzisikie. Wewe ingia uone. Walioko wanataka kutoka. Ni maisha mengine ya tofauti kabisa, kifungo. Sijasema ndoa ni mbovu, wale wanaobahatika kupata wanaopendana. Tunaelewana? Kwa hiyo tuna watu wengi. Hebu mwanze babu yako, si baba yako kama kastaafu. This is the situation. Inabidi utume hela. Na baadhi yenu mnapeleka kwa wazazi, kwa sababu they messed up with their life. Kwa nao wanataka wewe ndio uwalishi. Na kuombeni sana nyewe mlioko hapa. Watoto wako hawatakutunza wewe. Tena siku ukifa kwenye umaskini watakuja kufukua kaburi lako. Watatoa fuvu, watacharaza bakola. Kwa sababu hamna muda mzuri kama sasa wa kufanikiwa. Sasa how comes unaacha familia katika hizo? Na ndio maana mnaliaga mtu akifa. Hamlii kwa sababu kafa, mnalia what's gonna happen sasa. Think about that. Lakini kuna watu pia they have time, they have money. Dunia hii, Tanzania hii, na humu ndani. Where do you want to be yourself? Kwa naomba ujiangalie hapa. Mkiifuata hiyo pattern mloizoea, you will end up here. Sasa utakuwa AG, utakuwa ndio umekwisha. Na on average wa Tanzania wanakufa sina miaka 45. Lishe zenyewe mbovu. Kwani tunakufa na miaka 45? Yesu miaka hiyo alikufa na miaka 33. Na alimaliza kilichomleta duniani. Sasa kuna watu hapa hata Mungu akupa miaka 80. Hoi bin jamani. Huko tu begging. Sasa kwa wale ambao mungependa kuwa level, you have time, you have money. Kuna mtu aina hiyo ndani, anataka awe na muda wa kutosha na hela za kutosha. So this session is for you. For this one was an eye opener, kukufungua wewe uone ni vitu gani unaweza kufanya. Wengine tunaishi hayo maisha hayo. You need to find a way how you can leverage yourself. Ni jinsi gani ni watumie nguvu na muda wa watu wengine. Nimekueleza hizi biashara tulizozoea za siku zote, it doesn't work. Tatizo sio hela, tunachotakiwa ni skills kwanza zitangulie. Ni biashara gani nikafanye? Kwanza nipate hizo skills, halafu baadaye nijue jinsi ya kufanya. You can make money ukiwa nyumbani umelala kwenye simu.
watu wanakufunza. Tunaishi hivyo wengine maisha haya. Sasa it won't come overnight. Are you teacher? Uko tayari kutoa kichwani unavyojua? Kuifukia hiyo degree uko nayo? Utafute maisha yako. Kumbuka umesoma kwa hela za wazazi wako. Na they want their money back. Wewe waambie nitakurudishieni. Kwanza hapa nyumbani naondoka, naomba msitafute, naomba tumlipe account itakaporudisha. Wewe ndio ukatafuta. Sasa sisi hapa tunataka kila leo weekend tuko nyumbani. Tuko nyumbani. Tuko nyumbani. Hata huyo Yesu mwenyewe alipotea. Alivyoibuka kurudi akasema alikuwa anajifunza kwa nyingi za Kristo. Sasa ni ndivyo alivyokuwa. Why? Kwa nini usipotee? Potea huko ndani. Hafuoni. Na nikwambieni mlioko hapa ndani, hao wazazi wako hata kama wanakeleza namna gani, once you start giving them money, hiyo wananyamaza. Kimya, kimya. Mtu atakufa nyumbani huko hawaziki mpaka umekufa. Na tunasema kati ya watoto wote wewe ndio umezaa. Sasa usiwe na hela uone watakavyokusema. Ovyo kabisa. Kwa unajianza wewe mwenyewe. Ujifunze, watu wakusaidia kukufunza. Kwa iko mifumo ambayo ukiitumia 3 to 5 years you can change your entire life. Nimesema unataka nini? That's the issue. What do you want? Kuna watu walikula mafuta ya mwenge, hata ukawaeleza nini, wanataka ajira. Wanataka umanamba. Wale mimi nakoishi mtaro wetu umeziba. Wao wameniomba nije nitangaze hapa. Kama kuna mtu yoyote anaweza kuzibua mtaro, kila ukiziba azibue, mshahara wa mwezi $1.5 million. Yuko? Uone tuzibulia mtaro. Maji machafu yale unaingia huko. Si ndio? Hapa leo unaoga soko unapuliza sisi alafu na watu wanafanya hizo kazi. Yaani wewe ni waovyo kiasi hicho. Wewe ni waovyo kiasi hicho. Yaani wewe ndio wale wewe na mitumba tu. Nguo ya ndani mitumba fulani, tumba. Mungu alitumba hipo. Nywele za kukopa, kucha za kukopa, kopi za kukopa, makalio umepandika si ya nani? Ndivyo Mungu alitumba. Mimi naomba ujiangalie jinsi ulivyo. That's where you start and move on. Kwa ziko sessions ambazo tunazifanya kusaidia kuweza kuishi huu. If you want. The entire thing ni kukupanua. I've gone through that. Mimi mwaka wa 13 na yaishi hayo maisha unayoona. Tunaelewana hapa. Sasa what I see is not what you see. Tunaelewana hapa. Lakini niligo through a lot. Nilikopita mimi kukuonyesha njia huwezi kupita hata. The good thing you have people ambao wanaweza kukushika mkono. Swala unashikika. Unashikika. Utatoka hapa leo unasema tumeenda pale na mwingine ulikuwa umenuna hapa. Unaona unachukua maji tu hapa. Tukaka unagawa hela. Nenda katafute kazi. Usimekwambia tuna kazi 1.5 pale. Tuko sawa hapo? You decide yourself. Kwa leo unafurahia ndio maana nikasema don't sell your soul for the bowl of soup. Pale unauza nafsi yako. Sawa watakulipa mwezi wa kwanza wakakufukuza je? You go back again. Unaanza tena kuzungusha CV. Mniombe. Ulikuwa hujaokoka unaanza kuokoka unatembea na Yesu. Yesu ndio mume wako. Maana wengi mnasali matatizo yanapokuja. Usali kwa sababu unataka kusali. Na si watu wote mnaona makanisani misikitini wanamcha Mungu. Wengine wanaenda kutafuta wanaume kuoa. Kuna watu wanajificha kule, wanaficha maovu kule. Wengine ni wachungaji hawa. Mapadri hawa. Kwa naomba ujitambue mwenyewe. Furahisha nafsi yako. Whether sisi tunakasirika is none of your business. Kwa sababu you are living your own life. Kwa naomba wale ambao mnataka kujua zaidi that some ways we can take na kuweza kukusaidieni. Kwa leo hapa tutatumia speaker mwingine hakutokea, tutamtafuta siku nyingine. Kuna mdada alikuwa haja hapa naye share story yake. She's a self-made motivational speaker. Hajawahi kuja kabisa hapa, si hata kukutana naye. Hizo zo kwenye mitandao huko. Kwa hiyo bahati mbaya nadhani amebana somewhere kwa ameshindwa kuja. Tutafanya session hii mwisho wa mwezi tena next month. Wiki ya mwisho ya mwezi siku ya Jumanne saa 3 mpaka saa 7. Natakiwa saa 7 tu tumaliza kipindi hapa. Kwa
mnaweza mkaandaa watu. Nadhani itakuwa tarehe 24. Itakuwa tarehe 24 April ndio tutafanya. Tuko sawa? Although kuna nyingine watu tunazifanya online huko through webinar na kurushia kwenye simu yako, hizo tunazifanya mara kwa mara. Kwa ukizitaka hizo through web amekuinvite hapo unaweza ukazipata. Tunafanya sana tu. Na wale mliowahi mmeona binti hapa anazungumza, she wants to be a motivational speaker. Na mmeona ambavyo ameweza kufanya na kuweza kufanya. This is just the beginning. Sasa miaka 10, 5 ijayo atakuwa mtu mwingine wa tofauti. That's how it works. Unajua kuna vipaji vingine vinaibuka vyenyewe along the way. Ninachosema the person you become katika process nzima. It has happened to me. Kuna wakati nalipwa hela tu kwa sababu tu watu wananiomba nikazungumze mahali. Wanakulipa hela from nowhere. Tena wanakuuliza tukulipe ngapi. Hawakuulizi cheti. Ukienda benki hawaulizi GPA yako, cha darasa la 7 kiko wapi, cha Kantaramba Primary School kiko wapi. They don't ask about that. Wanataka where's your financial statement. Wanataka kuona balance sheet. Wanataka kuona income statement, hela zinavyoingia na kutoka. That's what they want. Hawaulizi GPA. Na nyote mnataka kukopa benki, hamkopesheki. Nyewe mnatanguliza GPA. Wanachotaka hela zinaingia na kutoka kiasi gani. Sasa inabidi ujifunze. Ndio session kama hizi zinakusaidia kujitambua. Kwa hiyo this is your world. Hii dunia ni ya kwenu. Msilalamike chochote, usikimbie Tanzania kufai, usiseme baba fai. No. Umezaliwa kwenye hiyo familia, there was a reason for that. Hizo shida zote Mungu anataka upate kaupenya utoke. Sasa umekuja hapa umesikiliza yanaingia huko, yanatokea huko. Wananiku. Kuna watu waishakufa siku nyingi na wamo wanatembea. Maybe you are mountain. Kwa Mr. Shazar, mafanikio is not for everybody. Kwa mimi I'm not here to impress you. No. Bila kueleza ukweli. Taka maisha yako yaende, be yourself. Tafuta watu wenye like-minded kama ya kwako, you go in the same route. They have had. Maana hatutaishi miaka 100. Our time is very limited. Tunaelewana swala unapata experience ipi along the way. Your success inakuwa measured na success ya watu wengine. Hebu tuwasaidie watu kwa watu. That's what I've been our job. Hiki kipindi tuna mwaka wa 3 tunafanya. Just to help. Kumbe watu wanaona. Kuna siku walikuja watu East Africa TV hapa. Wanaomba warekodi kipindi. Sisi hatujaomba watu rekodi, wenyewe tu wakarekodi. Wakaenda wakakirusha. Baadaye wanatufuata wanasema kipindi chenu bwana kiboko. Tumeassess, walikuja mara moja tu. Wamekirusha 3 times kwenye vipindi vya huko. Wakasema kilipata viewer 1.6 million viewers. Kikapita vipindi vyao vyote. Mpenda makofi hapo mtushukuru sisi. Wakaomba wanarekodi kila kipindi kifanya. Kwa once you become valuable mtu watakuona. Sisi wakati tunafanya tukufanya hivi East Africa wide. No, sisi tunajifanyia tu. When you do your thing kuna mara watu wataona vitu vya maana. Tunaelewana hapa? When you are seed. You are seed. Nikiweka hiyo mbegu hapa haitaota. Nikiweka mfano humu haioti. Lakini nikienda kuiweka kwenye udongo mzuri, nikamwagia maji. Baadaye koko litaoza na mbegu itatoka. That's how it is. Kwa hiyo shida unazozipata bado wengine wanakukaanga, wanataka koko likauke. Ili uje wote. Kuna wengine mmeacha iliyopita na boyfriend kakuacha, girlfriend kakuacha. Amekukaanga akakumwagia na mbolea uoze haraka. Thank God kwamba katoka. Just be happy. Kama ni simu wanatengeneza nyingine nzuri, mwacha chukua iPhone yake. Itafikia mahali tunahitaji simu, tunaongea tu zinaenda zenyewe. That's the way we are going up. Ni sawa na magari. Unahitaji kuwa na driving license, baadaye gari zinatembea zenyewe. Kopa kwa manyanya inakupeleka na kushusha hivyo. Ndio tunaenda hiyo. Kwa naomba be happy kwa kuwepo sasa hivi. Be proud to be Tanzanian. Be proud to be a lady, be proud to be a guy hapa. Ujipende mwenyewe. Kitu kinaanzia hapa, na tutaona utakavyoisimu vitu hapa. Kwa nitaomba mtakapokuwa mnaondoka hapa, yoyote utakayemwona kumsalimia ukiwa na furaha. Kiwezekana mpige hai. Tunaelewana? Una furaha, watakushangaa with the kind of knowledge nguvu uko nazo. Watu wote ambao wanaenda mahala wana energy. Usizungumze kama mfu. Habari za leo. Kwa mimi naomba tuniwashukuru. Tutazidi kuonana either through webinars or through sessions kama hizi.
but take it serious. Kila kitu kinaanzia hapo. Mentors wapo wa kutosha, ni wewe tu. Kwa hiyo nadhani sisi tumetimiza wajibu wetu. We have done our job, so it's up to you. Unaweza ukapokea kwa mkono, unaweza ukakinga mgongo, unaweza ukakinga miguu. Mungu awabariki sana.